tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2025 maeneo ya Kibada Kigamboni katika mkoa wa kipolisi wa Temeke. Walikamatwa watu 5 na jeshi la polisi wakihusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya bangi gunia zipatazo 60. Dawa hizi za kulevya ambazo zilikuwa kwenye gunia zilikuwa zimepakiwa kwenye gari namba T 466 ambalo namba zake ni EDV aina ya HO, ambalo gari hili lilikuwa na tenki lenye muonekano wa kubeba mafuta lenye namba T 994 EEG, ambalo baada ya kulipekua lilikutwa likiwa limepakia gunia hizo za bangi ambazo ni dawa za kulevya. Watuhumiwa hawa waliokamatwa ni pamoja na Nathan Danga maarufu kama Masumbuko na wenzake 4, akiwemo pia mwanamke aliyefahamika kwa jina la Upendo Mgonja, ambao wote kwa pamoja watafikishwa mahakamani kupitia mamlaka zingine za kisheria haraka iwezekanavyo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limemkamata pia mtu ambaye amefahamika kwa jina la David Zefania Sanga, huyu mwenye umri wa miaka 38. Zamani alikuwa ni mfanyakazi wa kampuni moja ya bima iliyofahamika kwa jina la UAP. Mtu huyu amekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwenye kituo cha polisi Kigamboni kuwa kuna magari mawili aliyoyataja kwa namba za T 811 DUL Toyota Crown, lakini pia gari lingine namba T 647 DRE aina Mitsubishi Outlander, kuwa magari hayo ambayo yalikuwa nyumbani kwake, wezi waliingia na wakaiba kwa kung'oa vifaa mbalimbali vya kwenye magari hayo. Jeshi la polisi lilifanya ufuatiliaji na kugundua kuwa vifaa alivyovitaja vikiwemo bampa za mbele na nyuma, window covers, radio za magari yote mawili, side mirrors, tire zote za mbele na nyuma, pamoja na power windows za magari yote hayo mawili, pia battery alivyodai vimeibiwa na wezi baada ya kuruka ukuta na kuingia kwa nyumba yake. Vifaa hivyo alikuwa amevificha nyumbani kwake na kuja kutoa taarifa kituo cha polisi, huku akiwa na lengo la kudanganya makampuni ya bima ili aweze kujipatia pesa kwenye makampuni hayo kwa njia ya udanganyifu, kama ambavyo bima zimekuwa zikilipa kwa baadhi ya matukio. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutahadharisha baadhi ya watu ambao wanatoa au wanajaribu kutoa taarifa za uongo kwenye vituo vya polisi kuwa kufanya hivyo ni makosa na
kutoa taarifa za uongo kwa afisa wa serikali ni kosa la kijinai, na kwamba jeshi halitasita kuendelea kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwakamata na kukamilisha upelezi na kuwafikisha kwenye vyombo vingine vya sheria.